Okay, habari ndugu watazamaji wa vipindi vyetu. Kwa majina naitwa Baraka George Udoba. Mimi ni fundi wa Local Cage. Ameni keji za kisasa. Leo nimeeleza vipindi vingi, lakini leo nataka nielezee kwenye keji yetu kuna kitu muhimu sana ambacho kinaweza kukuletea manufaa makubwa sana. Kama ulikuwa hujui, hii keji ina mfumo wa mayai. Na huu mfumo wa mayai ni mzuri sana wakati unatumia Local Cage. Manake nini? Hii Local Cage kuku wanapotaga mayai, hii ipo kwenye mfumo wa slope. Yale mayai yanakuja mbele. Yakisha kuja mbele wote utakuja kuyapotea hapa. Sasa ninachotaka kukwambia ni kwamba faida ya cage manake inaokoa muda kwa asilimia kubwa sana. Ikiwa tunazungumzia swala la Local Cage, tunamaanisha kwamba hapo tunachotaka ni kuokoa muda katika ufugaji wako. Ule muda ambao ungekuwa unautumia kuweza kutafuta mayai katika banda lako, huo muda unaweza kufanya vitu vingine. Badala ya hapo utakachokifanya utakuwa unakuja unachukua mayai, maana mayai yanateleza yenyewe, yanakuja hapa mbele unachukua. Tena kitu usichokifahamu ni kwamba unapofugia keji, unapovuna mayai, yale mayai yanakuwa masafi na yako salama sana. Tukitofautisha na mayai ambayo utavuna kwenye banda lako, kuku wanapotaga chini, yale mayai yanakuwa machafu kutokana na kinyesi. Utakuta mwingine kataga alafu kuku wengine wanakuwa wameyadonyoa. Kwa hizo hasara utaepukana nazo kabisa, ambazo kipindi ambacho utakuwa umeshatumia mfumo wa kutumia Local Cage. Kwa hiyo mimi nikwambia kitu kimoja tu kwamba Local Cage ina faida ya vitu vingi sana. Miongoni mwapo ni hiki hapa ambacho nakuzungumzishia sasa hivi, ambacho nakuelezea sasa hizi kwamba kuna faida kubwa sana katika utumiaji wa Local Cage, hususan ni masuala ya mayai. Mayai na ni kitu ambacho sisi kinatupatia fedha, na ndio kitu ambacho sisi tunapotumia Local Cage au tunapofuga kuku wetu tunakuwa tunategemea kuvuna mayai. Sasa kuna sababu ya kuyatunza na kuyalinda mayai kama utatumia Local Cage. Tumeshaweka kuku wa mayai tayari. Hii ni keji ya kuku 300 na tumeweka kuku wetu tayari. Sasa issue nyingine ambayo tunakuja kuielezea au kuongea au kuionyesha katika keji hii ni uvunaji wa mayai katika hii keji. Kwa nini huwa nawaambia ukitumia keji unatumia muda mfupi sana katika issue ya uvunaji wa mayai? Mfano, hii keji kama tungekuwa tusingekuwa na keji tumeweka kuku chini, ningetumia muda mwingi na ningeumiza mgongo kuokota yai moja baada ya jingine. Lakini kwa kutumia keji hii nitatumia muda mfupi sana kuweza kukusanya mayai yangu na kuyaweka katika chombo, na kwa muda huu maana yake ni kwamba na kitu usichosahau mtazamaji, mayai yetu ni masafi kabisa na hayana cracking. Kwa hiyo unapotumia keji hii product moja kwa moja unaweza kuipeleka sokoni pasipokuwa na madhara yoyote. Kwa hiyo ndugu wapenzi watazamaji, keji zetu zinasaidia sana katika issue nzima ya ufugaji. Kwa hiyo unapotumia keji hii, hata wewe mwenyewe ukiwa huna vijana wa kazi, una uwezo wa kuhudumia hawa kuku wako. Maana baada ya hapa hizi gata zetu zinatumika kuweka chakula. Kwa hiyo hapa nitatumia muda mfupi ili niweze kuendelea na shughuli zangu za hapa nyumbani kukusanya haya mayai. Kama haya mayai yangekuwa chini, tafsiri yake ni kwamba nisingeweza kuyaokota kwa urahisi kiasi hichi. Lakini kwa kutumia keji hii kuna urahisi mkubwa sana wa kuweza kuokota haya mayai kwa haraka na yakiwa masafi na salama kabisa. Ndugu watazamaji, tayari nimekwisha kuokota mayai yangu na hakuna mayai ambayo nimebakisha. Mayai yangu yako tayari, nimeokota, nimeanza kuvuna kuanzia asubuhi na sasa hivi naendelea kuvuna, na baada ya muda kama wataendelea kutaga nitaendelea kuvuna pia. Hii ndio faida ya kutumia keji, kwamba nimetumia muda mfupi na naenda kuendelea na shughuli zangu. Na kesho nitapita, nitaanza kuchukua uchafu huu kwa kuvuta hizi bati, nitakusanya, nitafanya usafi wa banda langu. Na kesho kutwa pia nitaendelea na shughuli zingine. Kwa hiyo ninaweza kuhudumia kuku 300 huku nikiendelea na shughuli zangu za nyumbani, za ulimaji wa mboga mboga au za uuzaji wa duka, pasipo kuathiri jambo lolote. Na wakaribisha sana katika ufugaji bora, tuweze kushirikiana katika utengenezaji wa keji. Karibuni sana, tunawapenda.